Bado hujui Kiingereza? Kama hujui namna sahihi ya kujibu ukiambiwa thank you, thank you maana yake asante. Kwa Kiswahili, mtu akikwambia asante, unasema asante kushukuru. Ila mtu akikwambia thank you kwa Kiingereza, utamjibuje? Wengi tunasema you are welcome, ila kuna kosa dogo hapa na nitaelezea mwisho wa hii video. Ila leo nitakuonyesha namna 8 bora za kujibu kama mzungu pale mtu akikwambia thank you. Namna ya kwanza ni kusema no problem. Mfano, thank you for helping, asante kwa kusaidia. No problem, na maana yake ni hamna shida. Ya pili, my pleasure. Mfano, thank you for coming, asante kwa kuja. My pleasure. Pleasure maana yake kuridhika kufanya kitu, so hapo inaonyesha umesaidia kwa kuridhika kabisa. Inatumika hasa kwenye biashara baada ya kumuuzia mtu au kumpa huduma akakwambia thank you. Ya tatu, no worries au don't worry, na maana yake ni wala usijali. Hata Kiswahili mtu akikwambia asante unamwambia usijali. Mfano, thank you for helping, asante kwa kusaidia. Don't worry, usijali. Ya 4, don't mention it, maana yake wala usiitaje. Inaonyesha ulichokisaidia kwako sio kikubwa, na hii inamfanya aliyekushukuru asione dhima kubwa ya kukulipa shukrani. Mfano, thank you for your time, asante kwa muda wako. Oh, don't mention it my friend, hata usiitaje rafiki yangu. Ya 5, unaweza kusema anytime, maana yake muda wowote, na inaashiria muda wowote mtu akipata shida basi unaweza kusaidia tena. Mfano, thank you for coming to help me move, asante kwa kuja kunisaidia kuhama. Anytime my friend, muda wowote rafiki yangu. Ya 6, it's nothing, maana yake sio kitu. Tumia hii pale mtu anakushukuru ila anaonyesha kama anataka kukulipa pia. Mfano, thank you for teaching me, let me give you some money, asante kwa kunifundisha, ngoja nikupe pesa. Unajibu, no, it's nothing, I'm just helping. Hamna, sio kitu, mimi nasaidia tu. Japo mimi, mtu akishaingia kwenye pesa, kumwambia it's nothing sio rahisi sana. Ya 7, anything for you, maana yake chochote kwa ajili yako. Hii hasa tumia kwa mke au mume pale akikushukuru. Mfano, thanks my husband, asante mume wangu. Anything for you my wife, chochote kwa ajili yako mke wangu. Hii inaonyesha upendo wa hali ya juu. Ya 8, happy to help, maana yake nafurahi kusaidia. Mfano, thank you for helping, asante kusaidia. Happy to help my friend, nafurahi kusaidia rafiki yangu. Mwisho, kusema you're welcome yenyewe sio kosa, ila tunakosea tunavyotamka. So mtu akikwambia thank you, unaweza kusema you're welcome, ila hili neno la kwanza linatamkwa yo na sio you are. Sema you're welcome. Angalia huu mfano. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Yeah, you're welcome. So, namna ipi unaitumia wewe? Tuambie kwenye comments. Topic ipi pia ungependa niongelee next, na unaangalia hii video kutoka wapi? Mimi naitwa Hassan. Kama unapenda kujifunza Kiingereza, inbox me kwa namba yangu ya WhatsApp. Asante.